Wakenya hamjambo, pahali popote mlipo. Ni mimi wenu Isaac Mungai ama kijana msafi, na mimi ndio youth leader wa chama cha DCP katika kaunti ya Kiambu, na nimekuja hapa kwanza nipeane pole zangu kama kiongozi wa vijana kwa familia ya Mheshimiwa Johana Ng'eno, bunge kutoka kule Narok County, ambaye alipata ajali siku ya Jumamosi, na huzuni kupoteza kiongozi kwa sababu amekuwa mbunge katika bunge la kitaifa na amekuwa kiongozi hasa katika mstari wa mbele akitetea jamii ya Wakipsigis kule kaunti ya Narok. Kwa hivyo basi mimi kama kiongozi wa vijana nipatiane pole zangu kwa familia yake kwa yale ambayo yamefanyika. Sijua ni huzuni kwa sababu Ng'eno alikuwa baba ya watoto, alikuwa mzee ya mtu, na pia alikuwa mtoto ya mtu, na alikuwa kiongozi katika bunge la kitaifa. Kwa hivyo sisi kwa jumla kama Wakenya amekuwa kiongozi wetu. Kwa hivyo basi nipatiane pole zangu kwa familia. Mungu ailaze roho ya Johana Ng'eno mahali pema. Vile vile iko watu wanaongea mingi kama kina Oscar Sudi. Na juzi nimesikia kitusi Mheshimiwa Rigathi Gachagua kiongozi wetu. Na mimi nataka niambie Oscar Sudi, tunajua ya kwamba mko na wasiwasi kwa sababu huenda ikawa uchunguzi kifanyika nyinyi ndio wahusika wakuu. Na pengine ndio maana mnawashwa na yale ambaye Rigiji aliongea. Mimi nataka niseme ya kwamba Rigiji aliongea kama kiongozi wa kitaifa, na wakati Mheshimiwa Ng'eno walipata ajali, hiyo ajali, hiyo story ilipeperushwa katika mitandao, na baada ya masaa mawili kila Mkenya alikuwa anajua yale ambayo yamefanyika. Picha zilikuwa zimejazwa kila mahali. Na ni katika hiyo harakati kiongozi wetu alikuwa na mkutano kule Nakuru ya kuongea na wananchi. Akasema ya kwamba kwa sababu tumepoteza kiongozi na ni kiongozi wa kitaifa na ni mbunge amechaguliwa na Wakenya na ni kiongozi ambaye pia alikuwa rafiki yangu, akasema ya kwamba ni vizuri wasimame wanyamaze kama ishara ya heshima kwa Johana Ng'eno. Hivyo ndivyo kiongozi wetu Rigiji alisema. Na baada ya hiyo kupatiana heshima, akasema ya kwamba yeye angependekeza hiyo ajali ya ndege uchunguzi ifanyike ili familia na marafiki na Wakenya kwa jumla wajue hasa kile ambacho kimefanyika. Kiongozi wetu akapata ajali ya ndege na akachomeka. Mimi nataka niulize Oscar Sudi, sasa Rigiji kusema ya kwamba angetaka uchunguzi ifanyike ili tujue nini ilisababisha ndege kuanguka, kiongozi akakufa, ili familia, jamaa na marafiki na Wakenya kwa jumla wapate haki. Kwani Rigiji akisema hivyo shida iko wapi? Kwa nini mnawashwa? Kwa nini mnatusiana? Kwa nini mnaongea mbaya? Na Rigiji hakusema Oscar Sudi ameua Ng'eno. Rigiji hakusema Aaron Cheruiyot ama Murkomen ameua Ng'eno. Rigiji hakusema ati William Ruto ameua Ng'eno. Ile kitu alisema kama kiongozi wa kitaifa, alisema ya kwamba kwa sababu si kawaida kupata ajali ya ndege, akasema ni vizuri uchunguzi ifanyike ili ijulikane mbunge wetu amepata ajali kwa njia namna gani, ama ni vipi ndege inachomeka kwa hewa na kiongozi amekufa. Na hivyo ndivyo imekuwa hata hapo awali. Zile ajali zote zimefanyika za ndege, za barabarani, kiongozi akihusika inakuanga desturi, inakuanga kawaida, lazima uchunguzi ifanyike ili familia, jamaa na marafiki na Wakenya kwa jumla wajue kweli na wapate haki kisheria. Kwa hivyo mimi nataka niseme ya kwamba ukiona wale majamaa wanatusiana, mkiona Oscar Sudi vile ambavyo anaongea na tusiana, basi ina maana pengine iko kitu anajua sisi hatujui. Iko kitu anajua pengine sisi hatujui. Na nimekuja hapa kukemea wale mabloggers ambao walipatiwa kazi na Oscar Sudi, wakaandika ya kwamba wakachukua video kwa mitandao ya Rigiji akiongea akiwa katika Nakuru, wakachukua video Rigiji akiongea akiwa katika Nakuru. Hiyo video wakaiedit, wameiweka ionekane ya kwamba eti Rigiji anasema ya kwamba anafurahia Mheshimiwa Ng'eno amekufa.
Hiyo ni kazi ya mabloggers, mashetani, mapepo wale wamelipwa na Oscar Sudi, wajinga walagai wale wamelipwa na Oscar Sudi. Mheshimiwa Rigathi Gachagua, matamshi yake siku ya Jumamosi katika mkutano kule Nakuru, ili aliongea iko wazi. Aliambia Wakenya wasimame kama ishara ya heshima ya mwisho kwa sababu kiongozi ameaga. Na kisha akazidizia kusema ya kwamba Ng'eno amekuwa rafiki yake kisiasa, wamefanya mengi kisiasa na walikuwa wanashirikiana kisiasa. Akasema ya kwamba angetaka ichunguzwe kwa sababu alikuwa rafiki yake kisiasa. Hivyo ndivyo Mheshimiwa Rigathi alisema. Kwa hivyo hawa mabloggers wanaeneza upuzi hapa, wameedit ma video under instructions of Oscar Sudi. Nyinyi mnakosea heshima familia ya Johana Ng'eno. Mnakosea heshima familia ya Johana Ng'eno. Kitu kingine, tukiwa hapo siku ya jana, Mheshimiwa Rigathi akiwa kwa kanisa alielezea uhusiano yake vile ambavyo imekuwa na Mheshimiwa Johana Ng'eno. Na Wakenya wanajua ni wazi ya kwamba wakati kina Ishung'wa and the rest walianza kusema ya kwamba wataimpeach Rigathi Gachagua, inasemekananga akiwa Kisumu kwa hoteli, William Ruto alimtumia watu wakarekod vile ambavyo alikuwa anaongea akiwa kwa room yake ya kulala. Na jana Rigiji akatuambia kwamba yule alikuwa amemtembelea hiyo siku alikuwa anaongea naye alikuwa Johana Ng'eno. Na Johana Ng'eno, it is on record, it is in a public domain. Wakati wa impeachment alisimama sana na kudefend Rigathi Gachagua. In fact, katika Rift Valley mzima, wale viongozi mwanzo walisimama na Rigiji wakasema ya kwamba watasimama na yeye na atampatia heshima mpaka mwisho. Alikuwa Johana Ng'eno na Senator Cherargei. Hao wawili ndio walisimama wakasema ya kwamba hawatakubaliana na wale ambao wanataka kumuondoa kwa mamlaka kinyume na sheria Rigathi Gachagua. Kwa hivyo Ng'eno alisimama na Rigiji. Hakuna mahali Rigiji ameongea uongo. Video ziko. Alisimama na Rigiji na akasimama na ukweli na akampigania kama rafiki yake. Hivyo basi Rigathi Gachagua ni haki yake kama Mkenya yeyote ama kiongozi yeyote kusema yale alisema kuhusu rafiki yake ambaye amepata ajali ya ndege. Na wale wanaongezea maneno, wale wanaongeza porojo zao, wale wanaongea porojo mingi, hiyo yote tu ni upuzi. Lakini ukweli ni kwamba Johana Ng'eno alisimama wazi, alisimama wima na akaunga mkono Rigathi Gachagua na akamtetea. Siku alikuwa anapitia some political persecutions. And that is what they were discussing in the room wakiwa kule Kisumu, according to what Rigathi Gachagua said yesterday. Kwa sababu pia baada ya Ng'eno kupatikana wanazungumza mengi wakiwa na Rigiji. Hata alianza kuteswa na hii serikali. Alianza kupitisiwa mambo mangumu kwa hii serikali. And those were some of the things they were discussing with Rigathi Gachagua. And therefore ni vizuri tuseme hapa kina Oscar Sudi, ile heshima kubwa mnaweza patia familia ya Johana Ng'eno, kwa sababu unajifanya sana wewe ulikuwa rafiki yake, unajifanya sana vile mlikuwa mnaongea. Ni sawa, sisi hatuna shida na hatusemi wewe haukuwa rafiki yake. Ile kitu tungetaka kusisitiza ni ya kwamba ile heshima kubwa unaweza patia bibi yake na watoto ni kufunga mdomo, uache kutusi Rigathi Gachagua. Na kama kweli bwana Oscar Sudi uko na heshima na Johana Ng'eno na familia yake, kwa nini unakataa uchunguzi ifanyiwe? Hatuwezi nyamaza tuseme eti hali ya hewa ilikuwa mbaya zaidi, eti ndio maana ajali ikapatikana. We cannot assume. This is Kenya. Na tunajua vile siasa zinapangwa hapa. Juzi tumepoteza CDF hapa. Hii tu mambo ya ndege hapa mnasema sijui ya hewa. Akachomekea kwa hewa. Wani ya leta kiongozi Ng'eno amechomekea bado kwa hewa. So hatuwezi nyamaza tuseme ya kwamba ni ajali za kawaida. And in the case Oscar Sudi, and in the case even if ni accident tu ya kawaida, kwani iko makosa kuchunguza tujue kwa nini yule pilot alikubali kuendesha ndege na anaona hewa haikuwa sawa. Kwani iko makosa kuchunguza?
Hakuna makosa kuchunguza. Na kama mnaheshimu Johana Ng'eno na familia yake, ile kitu mnafaa kuambia Rais wa Jamhuri ya Kenya na idara ya polisi, idara ya upelelezi, ni ya kwamba waharakishe kuhakikisha kwamba wamefanya uchunguzi, ili familia, kabla wazike baba yao, kabla wazike mtoto yao, kabla Wakenya wazike kiongozi wao, kwanza wajue nini kiliendelea. Hiyo ndio ile haki tunaweza patia ile familia, kwa sababu unajua, ni vizuri tuambiane ukweli. Katika jamii ya Kipsigis, yule kiongozi ambaye alisimama kuwatetea usiku na mchana, yule mtu alikabiliana na mapolisi. Siku huko Narok kumekuwa na vita ya mashamba, yule mtu alisimama mchana wazi akakabiliana na mapolisi, wala walikuwa wanasababisha maafa katika hiyo vita ya mashamba, alikuwa Johana Ng'eno. Na iko wazi ya kwamba Johana Ng'eno amekosana na serikali mingi, hata wakati wa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta akitetea jamii yake ya Kipsigis. Kama iko siku Johana Ng'eno ametetea watu wake, kama iko siku Johana Ng'eno amekosana na serikali, si kwa sababu eti yeye alikuwa anauza mihandarati, si kwa sababu yeye eti alikuwa mwizi, si kwa sababu eti yeye alikuwa na biashara za magendo. Kama iko siku Johana Ng'eno amekosana na serikali yoyote, ni kwa sababu alikuwa anatetea watu wake wa Kipsigis. Ndio maana amekuwa katika mstari wa mbele kutetesa na kuuliza serikali maswali. Kwa hivyo hilo jambo hatuwezi lichukulia kwa urahisi, kwa sababu mtindo wa hii serikali, wakiona mtu anasimama na kutetea jamii yake ama kutetea wale ambao wamchagua, kawaida wanaanza kumtishia, kawaida wanaanza kumzungusha, kawaida wanaanza kumtesa. Na ndio maana hatuwezi chukulia hili jambo kwa urahisi, kwa sababu tunajua Johana Ng'eno amekuwa katika mstari wa mbele akitetea watu wa Kipsigis. Ni watu wa Kipsigis wanajua hivi. Watu wa Kipsigis wanajua hivi, na nimeona hata jana waliongea wakasema ya kwamba wangetaka Matiang'i, wangetaka Rigathi Gachagua, wangetaka Martha, wangetaka hao viongozi wote washikane kusukuma serikali ifanye upelelezi na ifanye uchunguzi. Kwa hivyo niambie Sudi, hiyo matusi utapeleka pengine. Na sisi tumechoka kama jamii bana. Umetusi Rigathi ya kutosha. Umetusi Rigathi ya kutosha. Hata kama uko na shida na yeye, hata kama iko kitu yako alikula Bwana Oscar Sudi, tokea utuambie unadai Rigathi hii na hii na hii. Lakini hawezi kuwa kila siku ukiamuka hapa ukikosana na girlfriend yako Bwana Oscar Sudi, ukivuta bangi, ukivuta shisha, ukivuta kubeli, ukikunywa pombe, eti kazi yako ni kuamuka tu bangi yako itakuonyesha utusi Rigathi Gachagua. Hii puzi hatutakubali Sudi. Hii puzi hatutakubali. Na iko mahali utafika hata sisi tutakuja tu kwako Oscar Sudi. Wacha tu nikwambie hapa kwa kamera. Kwa sababu juzi Rigiji ameongea na akatuwekea audio vile ambavyo ulimtusi siku nyingine hapo. Jana unarudia hiyo makosa. Nataka nikuambie, tunajua nyinyi ndio serikali. Tunajua nyinyi ni ma-expert wa kuuana na kufanya abduction. Lakini hiyo haitafanya tuogope, kwa sababu hata wewe uko na makende dini kama sisi. Na ile kitu tutafanya sasa mahali imefika. Bwana Oscar, tutakuja kwako. Tutakuja kwako. Uandae chai, utapata wageni hivi karibuni. Tutakuja kwa hiyo boma yako, uandae chai. Tutakuja kwa hiyo boma yako, tutaketi chini Oscar Sudi. Sisi ni wanaume, hakuna mtu ako na makende tatu, uko na mbili kama sisi. Tutaketi chini. Na utatuambia nini kila siku ukiamuka unatusi Rigathi Gachagua. Rigathi sio bibi yako bana. Heshimu yeye, na hata kama hauoni maana yake, sisi kama jamii ni kiongozi yetu hapa. Sisi kama Wakenya ni kiongozi wetu. Rigathi Gachagua is the identity of one-term movement. Rigathi Gachagua is the key principle in the united opposition. Rigathi Gachagua is a man God is going to use to liberate this country. Rigathi Gachagua is a man God has chosen to bring changes in this country. And therefore, Bwana Oscar Sudi, tutakuja kwako kwa boma yako na tutaketi chini, utatuambia shida yako na Rigathi ni nini. Lakini hatutavumilia tena hii matusi. Hatutavumilia tena hii matusi. Mlimtusi hivyo wakati alikuwa naibu wa rais, mlimtoa kwa kiti Kasia nyinyi. Hamwezi endelea kumtusi na yeye alitoka kwa serikali. Hana deni yenu, hakuna deni yenu wako naye. Na kama mnaona yeye ndiye atazuia huyo mtu wenu apate kiti, atazuia, na William Ruto hatapata kiti. Hatapata kiti for so long as Rigathi Gachagua ako uhai, William Ruto hatapata kiti. Rigathi Gachagua is the determinant in this election. He is a man God is going to use to make sure William Ruto serves one term as a president.
Hiyo ndio ukweli, mpende msipende. Na kama iko kitu mtafanya mfanye. Hatuwezi kuwa tunasumbuana hapa kila wakati. Tumevumilia mingi. Yale mlifanya mkamtoa kwa serikali, mkamtoa kwa kiti kinyume na sheria, mkafanya ukora yote na ile upuzi yote mlifanya, mkamtoa kwa kiti. Mlifanya hiyo yote na tulivumilia. Saa hii yeye ni kiongozi wetu hapo wa jamii na ni kiongozi wa kitaifa na ni kiongozi wa chama cha DCP, chama ambayo iko na wafuasi katika jamhuri hii. Na hivyo kama hutaheshimu, unajua mlishi kutusi Uhuru Kenyatta hapa, tunanyamaza tu kwa sababu alikuwa rais. Tulinyamaza kama jamii tu kuongea, mkamtusi. Na baada ya kutusi Uhuru Kenyatta tukawalipa na mazuri, tukawapatia kiti. Saa hii nimekula mheshiba, kazi yenu ni kutapikia watu. Hiyo kiburi tunaizima. Bwana Oscar Sudi, hiyo kiburi tunaizima. Hiyo kiburi tunaizima. In the next 1.5 years. Hiyo kiburi tutaizima. Tutaizima sana. So sitaki kuzungumza kuzidi hapo. Ile kitu tumesisitiza ni ya kwamba jamii ya Johana Ng'eno wapatiwe heshima yao. Na kupatia hiyo familia heshima na haki ni kuhakikisha kwamba uchunguzi umefanyika. Na si Johana Ng'eno peke yake, kwa sababu katika ile ndege walikuwa na watu wengine ambao ni watu watano. Pia hao ni watoto wa watu. Pia hao jamii zao zinalia. Kwa hivyo hizi familia zote 6 watu wao waliangamia katika ile ajali. Njia ya kupatia heshima ni kuhakikisha kwamba tumewafanyia haki, uchunguzi ifanyiwe. Na sisi hakuna mtu tunawekelea lawama. Isipokuwa ni Oscar Sudi analialia mapema. Ni kama anajua iko kitu anajua hatujui. Sisi hakuna mtu tumewekelea lawama. Rigiji hakuna mtu ametaja. Hatujawekelea mtu yote lawama. Ni kusema tunasema ya kwamba idara ya polisi, washikane wafanye uchunguzi kwa haraka. Kabla tuzike hao watu tujue ukweli. Hiyo tu ndio tunataka, ni haki yetu sisi kama Wakenya kuitisha haki. Lakini mkileta upuzi, hata sisi tutaleta upuzi. Kwa hivyo mfikishie Oscar Sudi habari. Mwambie kwamba hivi karibuni atayarisha chai, atakuwa na wageni. Tunaenda mpaka kwake. Lakini hata tusi kiongozi wetu hatutanyamaza tena. Hatuwezi nyamaza. Tunajua wao ndio wako na marisasi. Wao ndio serikali, wao ndio wako na wakora, wao ndio wana control kitu, wao ndio wako na pesa. Watufasonga wako na maganabili, hatuwezi kuogopa kama mbaya. Ile kitu tungetaka kusema hapa. Kwa sababu tumekaa hapa. Tumeona mambo vile ambavyo imekuwa ikienda wakati kuna succession ama uchaguzi mkubwa unakaribia. Saa hii mahali tumefika sisi tuambie viongozi wetu in the United Opposition, starting with Rigathi Gachagua, our party leader. Mahali imefika hatuwezi amini mtu yeyote. Saitoti alikufia kwa anga na moto. Akachomekea akiwa kwa ndege. Over 14 years ago. I think it was few months to election then. Juzi tumepoteza CDF, ameangamia tu kwa hiyo moto, mambo ya ndege. Saa hii 1 year later tunaongea mambo ya Johana Ng'eno. Kesho hatujui ni nani. Na kwa sababu huyu Ng'eno ambaye amekufa kwa hiyo ajali ya ndege, walikuwa na Rigathi Gachagua kule Kisumu. Wakati Rigathi alikuwa anapangiwa mambo impeachment. Hatuwezi jua kwa nini hii imefanyika. And therefore ni haki yetu kutoamini hawa wakora. Ni haki yetu kutoamini hawa wakora. Ama watatushika kwa sababu hatuamini, ama watatulazimisha tuamini. Hawawezi kutulazimisha tuamini. Kwa hivyo mahali imefika, sisi tunaambia kiongozi wetu Rigathi Gachagua and the other principals in the United Opposition, tumieni matatu, tumieni mugithi, tumieni Uber ama baiskeli ama mtembee miguu. Lakini mambo ya kutumia helicopter muache. Kama utatumia ndege, labda unasafiri US, hiyo ndege iko na wasafiri wengi. Lakini kuzunguka hapa Kenya, mambo ya kutumia helicopter, sisi tunaambia viongozi wetu kwanza hiyo muache. Hatuwezi amini ile serikali iko. Na tuko na sababu dhabiti ya kutoamini, hata wao wanajua hivyo. Hata Mungu ni mshahidi kwetu sisi. Kwa nini hatuwezi amini hawa watu? Hatuwezi waamini. Kwa hivyo tunawaambia wasijaribu kutumia mambo ya helicopter. Watembee miguu, watumie mugithi, watumie Bolt, watumie baiskeli. Hata kama ni kuleta ngamia kutoka Northeastern, zikuja hapo watumie ngamia kuenda kuomba kura. Heri wapande juu ya ngamia kuliko kupanda juu ya helicopter. Lakini hatuwezi amini hizi ndege tena mahali tumefika. Tunakaribia uchaguzi
na hatujui nini itafanyika. Mengi yamefanyika hapa. Juzi mzee Raila hapa tu kidogo hapa mchezo tu tukasikia ameenda. Sisi hatuwekelei mtu lawama, lakini ukweli ni ya kwamba mzee kidogo tu alituchekesha hapa, within 2 weeks tukasikia mzee ameenda. CDF akaenda, huyu ni Ng'eno ameenda. Bado mwaka moja na nusu tuchaguane, hatujui nini kingine itafanyika hapo katikati. Hapo awali viongozi wengi wa kisiasa wamekufa vifo ambazo hazijulikani wakati siasa zinakaribia. Kwa hivyo sisi kama watu wa opposition, haki yetu kusema ya kwamba hatuamini mtu yeyote, siku zinabaki. Na kwa sababu ya kuhakikisha kwamba watu wetu wako sawa, mambo ya kutumia helikopta, sisi tu kama wafuasi wenu tumewaambia kwanza hiyo mkomeshe, tutembee miguu. Mpaka kwanza tu, sababu ile kazi, ile kibarua iko mbele yenu, kina Rigathi Gachagua and the rest. Ile kibarua iko kazi yenu. Ile kazi iko mbele yenu, si kazi rahisi. Ni kazi ngumu. Na Wakenya wako tayari kuwasaidia. Lakini wale tunatoa kwa viti ni magaidi bana. Hakuna kitu hawezi fanya. Ni magaidi. Tuko na historia yao, watoto walichinjwa hapa Nairobi mchana wazi. Tuko na historia, watoto walikuwa wanafanywa abduction usiku hawapatikani. Ile maovu hao watu wamefanya for the last 2-3 years. Tuko na haki ya kutowaamini kutokana na matendo yao. Iko swali lingine? So kama hakuna swali, kwa hayo mengi na machache, tufikisha hapo na hiyo jumbe ifike. Na mimi pia bado kama kiongozi wa vijana katika chama cha DCP, bado tunakaribisha wale aspirant wote ambao wanasikia wako na mwito wa kupigania viti tofauti. Mimi kama mwakilishi wa vijana katika chama na wakaribisha wote. Tuko na ofisi katika Kiambu headquarters, itafunguliwa na Mheshimiwa Rigathi Gachagua in 2 weeks time. Tuko na ofisi nyingine headquarters kule Westlands. Kwa hivyo tunawakaribisha mjiandikishe kama wapigania viti katika chama cha DCP. Na mkiangalia wala wakora, hiyo chama yao ni kama wameamua kupatia tu wala wako na viti certificates. Kwa sababu hata hii recruitment walikuwa wamesema ya kwamba yetu wamefungulia aspirant wajisajili. Sisi tukipima tu tunaona tu ni kama wanataka tu kusimamisha wale watu ndio wamekalia viti huko UDA. Kwa hivyo kama huko hapo nataka kiti MCA, mbunge, women rep, senator ama governor, ile chama itakusaidia ni chama ya DCP. Kuja ujisajili, tutakupatia nafasi sawa, upiganie certificate kwa njia ya haki na uhuru na ukweli. Na yule ambaye atakayeshinda katika uchaguzi mdogo ndiye tutasukuma yeye kule mwisho wa mwezi wa 8, uchaguzi mkubwa ndiye tutasukuma sisi kama chama. Kwa hivyo basi niwakaribishe mkuje mjisajili. Na msidanganywe na hawa wakora. Inajua juzi wamesema ya kwamba eti chama ya DCP tunaitisha watu pesa. Mimi nilikuwa nafikiria wao hawataitisha watu. Juzi nimesikia wakisema kwamba kuregister ukuwe mpigania kiti katika chama cha UDA unalipa MCA 2,000, mbunge sijui 5,000, gavana sijui 10,000. Na wao ndio chama tawala, wako na pesa wanapatiwa na bunge. Because ya party is a parliamentary party. So sisi tulidhania hawataitisha pesa, wataambia watu waingie free. Waliitisha. Na wao tu ndio walikuwa wanaongoza propaganda huku wakisema chama ya DCP tunaitisha pesa. Hakuna chama ya kisiasa ambayo haitishi pesa ya registration, hiyo ni kawaida. Kwa hivyo msidanganywe. Sisi ile pesa tunaitisha ni kama tu juzi wenye wameitisha. MCA ni 2,500, mbunge ni 5,000, gavana ni 10,000. Vile tu vyama zingine wanafanya kusajili wapigania viti, ndivyo hata sisi DCP tunafanya. Hakuna kitu tofauti tumeongezea kando na vile vyama hufanya. Tunafanya tu kawaida vile vyama zingine hufanya. So msiuzie uoga huko na propaganda eti mkuja muambiwe eti mkienda huko mtajiwa pesa. Sisi hakuna pesa tunaitisha watu isipokuwa tu zile za kawaida za registration, vile hata UDA tumeona juzi wamefanya. So kujeni mjisajili huku kwetu. Sisi tutawasaidia. Vijana kwanza, kiongozi wetu ako na mtu wa kusaidia vijana. So wala wote ambao wanasikia kwamba wanataka viti za MCA, hata kama ni kiti gani, unasikia uko na mwito wa kuleta mabadiliko katika taifa letu la Kenya, tafuta ofisi ya DCP pahali iko. We have coordinators in every county. We have offices in every county. Hapa Kiambu tuko na coordinator anaitwa Mheshimiwa Sovingo Viviana. Utampata kwa ofisi. Hakikisha kwamba enda ujiandikishe. Sisi kama chama tutakuunga mkono, tutakusupport mpaka kule mwisho. Kwa sababu sisi tumeamua DCP ndio ile chama italeta serikali mpya. Kama ni hapa Kiambu tunafagia. Wabunge wote wa UDA wataenda nyumbani. Ma-MCA wote 60 hapa Kiambu wa UDA wataenda nyumbani. Gavana, women rep wote wa UDA hapa wataenda nyumbani. Tutakuwa na gavana mpya hapa Kiambu wa DCP. Women rep wa DCP, senator wa DCP,
wabunge 12 wa chama cha DCP na tutakuwa na MCA 60 hapa Kiambu County wa chama cha DCP. Kwa hivyo kuja ujisajili, tutakuunga mkono, ndio tutengeneze serikali mpya, ile serikali ambayo itakuwa inatetea Wakenya kwa njia haki na ukweli. Tufukuze hawa magaidi waende.